hoja ambazo nchi washiriki wametakiwa kuondoka nazo ni namna ya serikali zetu katika nchi za Afrika kuwekeza katika mabadiliko yatakayosaidia kuweza kuzitumia hizo fursa ambazo zimejadiliwa, mabadiliko ya kisera, mabadiliko ya kisheria na mabadiliko ya kiutawala, kwa maana ya utawala kama usimamizi wa kikodi, usimamizi wa mapato yasiyo ya kikodi, mifumo ya utawala wa kodi, pamoja na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Sisi kama nchi ambayo ni moja ya wanufaika wa ushirikiano na Benki ya Maendeleo ya Afrika, tumeshare experience ya miradi ambayo imetekelezwa kwa kutumia vyanzo vya ndani, ikiwemo mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, miradi ya huduma za jamii, ikiwemo mradi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, pamoja na miradi mingine ambayo imetumia vyanzo mitaji iliyoko ndani ya nchi. Ipo na miundombinu ambayo imetumia vyanzo vya ndani ya nchi, daraja la Kigamboni ikiwa ni mojawapo, hospitali ya Benjamin Mkapa. Sisi kama nchi tumeshare hiyo experience, lakini pia tumeondoka na hilo la kuendelea kuimarisha sekta binafsi na upatikanaji wa vyanzo vya mapato vya ndani ya nchi, na katika hilo linaenda sambamba na hatua ambayo tayari Mheshimiwa Rais alishaichukua ya kuunda tume ya kupitia mifumo ya kikodi, utawala wa kikodi, lakini pia na ukusanyaji na viwango vya kodi, ili kuweza kufanya ukusanyaji kuwa rafiki zaidi, lakini pia na kuongeza wigo ambao utaihakikishia nchi mapato ya kutekeleza miradi ya maendeleo, na mapato hayo yanayopatikana kuelekezwa katika miradi inayozalisha ajira kwa vijana na akina mama, miradi inayozalisha mapato makubwa ya kiuchumi, miradi inayotengeneza vyanzo vipya vya kodi ili kuenzi uendelevu wa upatikanaji wa mapato ya kikodi.